Habari za muda huu, karibu katika dawati la habari kuu la Daily News Digital. Yaliyojiri kwa siku ya leo. Rais Samia azindua maunganisho ya mawasiliano katika wilaya 85. Barabara za usalama mipakani kuboreshwa. Ukuaji wa uchumi Afrika watajwa kushuka. Naitwa Kuthumwali, nasema karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo amezindua minara 758 na maunganisho ya mkongo wa mawasiliano katika wilaya 85 na kukabidhi mkongo wa mawasiliano serikalini. Naibu Waziri wa Ujenzi Godfrey Kasekenya amesema serikali itaendelea kuzijenga barabara za usalama mpakani katika kiwango cha changarawe ili ziweze kutumika na vyombo vya usalama na doria mipakani. Akijibu swali bungeni mjini Dodoma, amesema hadi sasa kupitia TANROADS imeweza kujenga jumla kilomita 1759 kwa kiwango cha changarawe katika mikoa ya mipakani. Mheshimiwa Spika, kama nilivyosema katika jibu la msingi, kipaumbele cha kwanza kwa barabara za mipakani ni kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa salama, kwa maana ya kusaidia vyombo vya usalama kuweza kupita muda wote inapohitajika, na ndio maana tunazimarisha, na pale ambapo hatujazifungua tunahakikisha kwamba tunazifungua. Lakini natambua pia zikishajengwa pia inakuwa ni msaada mkubwa kwa wananchi ambao wanazitumia hizo barabara kwa shughuli zao za kawaida, ikiwa ni pamoja za kiuchumi na za kijamii. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge, serikali kama tulivyosema tutaendelea kuzimarisha na kuzifungua na kuhakikisha kwamba zinapitika muda wote. Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Caroline Nombo amesema serikali imepiga hatua katika kuimarisha mafunzo ya ualimu kupitia mradi wa kuendeleza elimu ya ualimu TESPI uliolenga kuboresha ubora wa walimu na miundombinu katika vyuo vya ualimu 34 nchini. Kwa masuala ya teknolojia yalikuwa ni ya muhimu sana katika vyuo hivyo. Kwa hiyo mradi uliwezesha vyuo hivi kuwa na kufikiwa na mkongo wa taifa, na hivyo kuweza kufanya mafunzo kutumia njia za kidijitali, na vifaa vya kidijitali viliwekwa katika vyuo hivyo, maabara zilijengwa, maktaba pia zilijengwa, lakini pia tuweza kuongeza vitabu katika vyuo hivyo kwa kujiunganisha na mfumo wa kimaktaba unaoitwa Koto. Benki ya Dunia imesema ukuaji wa uchumi katika mataifa ya Afrika yaliyopo kusini mwa jangwa la Sahara unatarajia kupungua kutoka 4.4 hadi 4.1 mwaka 2026, na hii ni kutokana na athari za vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyotolewa wiki hii, inaeleza kuwa hali hiyo itasababisha changamoto katika uagizaji wa bidhaa muhimu ikiwemo mafuta na mbolea, hali inayoweza kuongeza gharama za maisha na uzalishaji katika nchi nyingi za ukanda huo. Hadi hapo hatuna la ziada katika dawati la habari kuu. Endelea kufuatilia mitandao ya kijamii ya Daily News Digital, Instagram, Facebook na X. TSN ni zaidi ya habari.